Katika milima ya mbali ya Tardaria, kwenye miteremko iliyozibwa na misitu yenye miti yenye majina ambayo hakuna binadamu aliwahi kujaribu kutamka kwa mafanikio, halikuwepo kijiji kidogo kilichoitwa Kiumavua. Kijiji hiki hakikuwa kwenye ramani, wala hakikutajwa kwenye vitabu vya historia, wala hakikuweza kuonekana na macho ya mtu aliyekosa imani. Ilikuwa ni sehemu ya ulimwengu ule wa kichawi ambao kila kitu kinawezekana, lakini ni kama vile hakuna anayethubutu kuuliza maswali mengi. Na ndani ya kijiji hicho kulikuwepo na mgahawa mmoja tu, na uliitwa kwa Bibi Mchicha. Bibi Mchicha hakuwa bibi wa kawaida. Kwanza, alikuwa mrefu kuliko mabibi wa kawaida, na alikuwa na mgongo ulionyoka kama mshale wa mchawi. Alivaa mavazi ya kijani kibichi kila siku, nguo zilizoshonwa kwa majani halisi, yaliyokuwa hayaoshi kivumbi hata mvua ikinyesha kutoka upande wa chini kwenda juu. Nywele zake zilikuwa zimefungwa kwa kitambaa kilichokuwa kinabadili rangi kulingana na ladha ya chakula alichokuwa amepika usiku huo. Wenyeji walisema kuwa akipika samaki wa kukaanga, kitambaa kinakuwa cheupe kama chumvi; akipika mchuzi wa kuku wa kichawi, kinakuwa cha kijani kibichi. Lakini siku moja alipopika tambi zilizofungwa na damu ya sungura wa anga, kitambaa kilibadilika na kuwa rangi ya kinyonga aliyechanganyikiwa. Watu walilia kwa ladha nzuri kiasi cha kuomba talaka kwa wake zao ili wahamie mgahawani. Lakini mgahawa wa Bibi Mchicha ulikuwa wa kipekee kwa sababu moja kuu: ulikuwa unafunguliwa usiku tu. Usiku ukianza, anga likiwa limetapakaa na nyota kama uji uliomwagikiwa mchele wa kunguru, hapo ndipo mlango wa mgahawa huo ulipogeuka kuwa dhahabu inayong'aa. Harufu ya chakula ilianza kutoka kama moshi wa tambiko, ikiingia puani mwa wanyama, wachawi, wafalme waliopotea, na hata mapepo waliokuwa likizo kutoka kuzimu. Wateja walikuja kwa wingi, wengine walikuja kwa ndoto, wengine walitembea kwa miguu, na wengine walileta miguu yao mifukoni wakitegemea kuomba msaada wa bibi mwenyewe. Bibi Mchicha aliwapokea wote kwa tabasamu lililokuwa na meno 18 tu, lakini kila jino lilikuwa linang'ara kama mwezi wa tano. "Karibu chakula cha imani," alisema kila mara kwa sauti laini kama sabuni ya mti wa roho. Na walikula bila kuuliza. Walikula hadi waliona roho zao zinapiga makofi ndani ya matumbo yao. Na chakula kilikuwa kitamu, jamani. Kitamu mpaka watu walikuwa wakiandika mashairi kwa vinywa vyao badala ya kalamu. Wengine walilia. Wengine waliona mama zao waliokufa zamani wakitokea ndani ya wali. Mmoja aliapa kwamba alivuta supu ya kuku wa bibi na mara ghafla alijua lugha ya nyoka wa jangwani. Kitamu kile hakikuwa cha kawaida, lakini hakuna aliyejua siri kubwa ya ladha ile. Bibi Mchicha alikuwa akitumia mkojo na kinyesi chake mwenyewe kama viungo vikuu vya mapishi, lakini si kwa uchafu. Hapana, Bibi Mchicha alikuwa na mpangilio wa kichawi. Alikuwa na kalenda ya mzunguko wa tumbo. Kila asubuhi alipomaliza kujisaidia, aliangalia rangi, harufu na mnato wa kinyesi chake, na kwa kutumia sindano ya ubao wa miujiza, alijua chakula gani kitaenda na hicho. Aliweka katika mitungi ya udongo iliyoandikwa kwa lugha ya kale ya vinyonga. Mikojo wake alikuwa akiuweka kwenye chupa zilizopakwa mafuta ya samahani, kisha huchanganya kidogo tu, kama tone moja kwenye sufuria kubwa ya wali wa ndizi na nyama ya joka mdogo. Mkojo wenyewe ulikuwa na sifa ya kusisimua ladha ya chakula kama mski ya kichawi. Alisema, "Hii si kinyesi, ni kiini cha roho yangu." Lakini je, ilikuwaje hadi akagundua siri hii? Hapo ndipo hadithi inazidi kuchangamka. Miaka 63 iliyopita, Bibi Mchicha hakuwa bibi. Alikuwa msichana aitwaye Mtunisha, aliyekuwa mpishi mchanga kwenye ikulu ya Mfalme Gudeleo wa Tardaria. Aliota ndoto moja kwamba aliwahi kumpikia malkia wali wa maharagwe, akasahau kuweka chumvi. Kwa woga, alienda chooni, akajisaidia, na kwa bahati mbaya kidogo cha kinyesi chake kikaingia kwenye sufuria ya wali. Kabla hajaweza kuikataa, malkia aliingia. "Alikula, alanyamaza, Alilia," akasema, "huu wali una ladha ya utoto wangu." Tangu siku ile, Mtunisha alijua siri. Chakula kitamu huanzia ndani ya mpishi na si jikoni. Alichukua miaka mingi kujifunza kuchanganya viungo vya ndani yake mwenyewe. Alijifunza kupitia kambi ya wachawi wa harufu, mashindano ya pilau la kivita, na hata kupitia mfungo wa siku 40 wa kula nywele za sungura tu. Na alipokuwa tayari, akastaafu mapishi ya kifalme, akahama kwenda kijiji cha Kiumavua na kuanza maisha mapya kama Bibi Mchicha. Lakini siku moja, mgeni mmoja aliingia mgahawani. Hakuwa mteja wa kawaida. Alikuwa na pua ya dhahabu, macho ya chura, na alikataa kukaa kwenye kiti. Alisimama, akasema, "Nimekuja kuonja kweli, si imani." Bibi Mchicha alitabasamu. Akapika wali wa karoti na mafuta ya sikio lake la kushoto. Mgeni akala. Akatapika, akalia,
Akasema hii ni ladha ya uongo wa kizazi. Akafungua koti lake na kutoa kifaa kinachoitwa Truth Fork, uma wa ukweli. Aliupiga mezani. Mezani ikageuka kuwa choo. Na hapo siri ya Bibi Mchicha ikaanza kufichuka, lakini ghafla, kabla haijafichuka yote, giza lilizidi. Nyota zikazima. Chakula kikageuka kuwa matope. Lakini watu walikuwa tayari wamelishwa na imani yao ikawa imara sana, kiasi kwamba waliamua, tumejua kweli na atamimiwa. Ladha hii ni yetu. Hata kama ni kinyesi, ni cha malkia wetu. Na mgahawa ukaendelea. Usiku baada ya usiku, chakula kilibaki kitamu. Watu walikuja, walikula, walicheka, walilala humo humo. Na hadithi ya Bibi Mchicha ikaendelea kusimuliwa kwa sauti za vicheko, mikojo na vishindo vya matumbo vilivyojaa imani. Na kila anayesimulia huanza kwa kusema, karibu kwa Bibi Mchicha. Chakula chetu ni zaidi ya ladha. Ni uzoefu wa kiroho kutoka ndani ya tumbo la bibi. Miaka ilivyoendelea na umaarufu wake ukazidi kuenea katika miji ya mbali, Bibi Mchicha alianza kuingia kwenye biashara nyingine ya ajabu kabisa, biashara ya wanawake wa miujiza. Usiku mmoja wa mwezi mpevu, akiwa ameketi juu ya sufuria ya maharage yaliyoshindwa kuchemka, alihisi nguvu mpya. Alijitoa kopi kwa mara ya kwanza. Akaangalia mbele yake na kuona mwanamke mzuri kuliko maandishi ya mpenzi wa kwanza, lakini alikuwa yeye mwenyewe tu, akiwa na madoido kidogo ya kimapenzi, sauti nyororo na kiuno cha mvuto wa umeme. Kisha akajitoa kopi ya pili, kisha ya tatu, hadi kufikia kopi 21. Akawapa majina tofauti: Chachu, Mlawe, Netu, Kamasi, Sashi na wengine wa ajabu ajabu. Akafungua nyumba ya kiujanja ya mapenzi, biashara mpya ndani ya nyumba hiyo hiyo ya mgahawa, lakini upande wa giza uliofunguka kwa mlango wa pazia la hariri lililopuliziwa na roho ya mbuzi wa anga. Wanaume walikuja kwa wingi. Wengine walikuja wakiwa na ndevu, wakitoka bila nywele kichwani. Wengine walikuja wakiwa matajiri, wakatoka wakisahau walikotoka. Kila mmoja aliingia chumbani na mwanamke wa ajabu, mzuri, mwerevu, mcheshi, mwenye sauti ya kumtoa mtu ncha ya ulimi. Lakini walipoingia chumbani, jambo la ajabu lilianza. Kelele zilikuwa nyingi, zenye sauti, zenye msisimko, zenye vishindo vya sakafu inayolalamika. Watu waliokuwa nje walishangaa. Haya mapenzi ni ya kiroho kabisa, mmoja alisema. Lakini kumbe wanawake hao wote walikuwa kopi za Bibi Mchicha mwenyewe, na kelele hizo zote zilikuwa zikitoka kwa roho yake mwenyewe iliyokuwa imejigawanya vipande vipande. Alipokuwa anapewa huduma au kuhusika kwenye tendo hilo kupitia kopi zake, Bibi Mchicha alikuwa anahisi kila kitu. Kelele hizo zilikuwa ni mchanganyiko wa furaha ya kutimiza kazi, kicheko cha ujanja na uchawi unaotetemesha. Kulikuwa na nishati inayopita kwenye sakafu hadi kwenye sufuria za jikoni, ikiwasha upya maharagwe ya asubuhi na kufufua wali wa jana. Na waliorudi kutoka chumba hicho hawakuwa wale wale. Wengine walipona magonjwa, wengine walijua majibu ya mitihani ya maisha, na wengine waliamua kuandika vitabu, japokuwa walikuwa hawajui kusoma. Biashara ya mapenzi ya miujiza ikawa ni mguu wa pili wa utawala wa Bibi Mchicha. Mgahawa upande mmoja, nyumba ya mapenzi upande wa pili. Alisema, nawapa chakula cha mwili na pia kiungo cha roho. Lakini alipoulizwa kama sio uchawi wa kutisha, alisema tu kwa tabasamu la meno 18, mimi ni ladha, mimi ni furaha, na kila ladha ina kichocheo chake. Na hadithi ikaendelea, ikiwaacha watu wakishangaa kama kweli waliowahi kuwa na mapenzi usiku huo walikuwa na wanawake, au walikuwa na bibi mmoja tu aliyejaa viungo, uchawi na ujanja mwingi kuliko sufuria ya wali wa imani. Na hivyo usiku ukiingia, mlango wa mgahawa na ule wa mapenzi hufunguka kwa pamoja, na sauti ya bibi kusikika, karibu kwa ladha zote za tumboni na moyoni.